Hujambo mtazamaji wa ASAM Online TV. Leo ripoti za ASAM Online TV tupo hospitali ya Lumumba ambapo juzi kati tu tulikuripotia kuhusiana na mafunzo ya madaktari, manesi pamoja na polisi na zimamoto kuhusiana na mafunzo haya ya juu ya kupambana na majanga ya dharura, ambayo majanga hayo ya dharura, mafunzo hayo yametolewa kwa madaktari hao pamoja na mapolisi hao juu ya kuhusiana na kujikinga na magonjwa mbalimbali ya dharura. Lakini leo ripoti za ASAM Online TV tupo hospitali ya Lumumba kwa ajili ya kwenda kuyafunga haya mafunzo. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Dr. Mgereza. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim. Leo hii tupo hapa Lumumba kama ni siku ya mwisho au kufunga mafunzo ya njia za kisasa katika swala zima la kukabiliana na majanga na uokozi, na tumelifanyia ili zoezi hapa Lumumba kwa ajili ya swala zima la miundombinu ya kisasa iliyokuwepo hapa, na zoezi hili limejumlisha wataalam ambao walipata mafunzo nchini Uturuki na limefanyika kwa muda wa siku 5. Na kwa upande wa SMZ, yani Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, imejumuisha wataalam kutoka maeneo mbalimbali. Kuna wataalam kutoka Pemba na wengine kutoka hapa Unguja, lakini kuna taasisi kadhaa za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeweza kushirikishwa ikiwemo polisi na fire. Na lengo hili hata tunavyojua tunaelekea katika mambo mbalimbali ya kimataifa na swala zima la kuhakikisha nchi yetu inajiandaa katika swala zima la utalii wa mikutano wa kimataifa au utalii wa tiba. Hivyo tumeona tuwapatie watu wetu haya mafunzo muhimu, hasa katika kipindi hichi cha wiki ya afya Zanzibar ambayo imeanza tarehe 4 mwezi wa 5 na tunatarajia kesho tarehe 10 mwezi wa 5 itaweza kufungwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa wananchi kuna mengi. Kama unavyojua, azma ya serikali ni kuhakikisha sekta ya afya ina mabadiliko, na kwa mafunzo kama haya kwa standardi hii na vifaa ambavyo vimeweza kutumika hapa, haya ni mafunzo makubwa sana na ya kimataifa. Hivyo tunajiandaa kiukamilifu kuweza kuwahudumia wananchi wetu pindi yanapotokea majanga ya namna hii. Nina furaha kuwa nilikuwa mmoja wa washiriki katika kozi hii ya disaster iliyofanyika hapa katika hospitali ya Lumumba. Katika kozi hii tumeweza kujifundisha jinsi gani ya kujiandaa au kuwa tayari kukabiliana na majanga ambayo yanaweza kutokea. Pia tumeweza kujifundisha jinsi gani ya kuweza kuwabeba wale wagonjwa ambao wanaweza kuwa wametokea wamepata kwenye majanga, jinsi gani ya kutumia vifaa ambavyo huwa tunavyokuwa navyo, lakini wengi wetu tunakuwa hatujui jinsi gani ya kuvitumia ili tusiweze kupelekea madhara katika hawa wagonjwa wakati tunawahamisha kwenye eneo la tukio hadi kufika katika hospitali. Tumefurahi kuwepo hapa leo kushiriki katika wiki ya afya Zanzibar, na kama chuo katika kutimiza majukumu yake tumeshiriki kwa kutoa mafunzo haya ya jinsi gani ya kukabiliana na majanga na dharura. Mwingine anaweza kujiuliza kwa nini tulichagua kuleta mafunzo haya badala ya mafunzo mengi tu ya utaalamu wa afya ambayo Chuo Kikuu cha Afya Muhimbili yako nayo. Tumetoa mafunzo haya kwa sababu hivi karibuni tumeshuhudia katika nchi zetu au sehemu zetu mbili, bara na visiwani, majanga imekuwa ni sehemu kubwa sana matukio. Ajali za barabarani zimeongezeka, matukio ya mafuriko yanaongezeka, maporomoko ya majumba kama juzi tulishuhudia Dar es Salaam vinaongezeka pia. Kwa haya yote yanahitaji utaalamu tofauti kidogo wa kukabiliana nayo na yale ya kutibu mgonjwa katika hospitali. Kwa hiyo tumeleta mafunzo haya kwa sababu hiyo, ili Zanzibar iwe tayari kukabiliana na matukio kama namna hiyo. My name is Dr. Yasser. I'm the medical officer in charge of Lumumba Hospital. We want to thank the Ministry of Health for giving us this support to conduct this course, and I wanted to take this opportunity to affirm and confirm the role of the organizers that have organized this disaster course, the importance of the course to Zanzibar and to our hospital here. They have done a very good job in helping us to organize and to train more than 35 people for this course, and these trainers will be the ones who will be conducting training in the future for other doctors and other members, whether it is from the fire department or the police department or medical personnel, nurses or doctors, emergency doctors or other doctors, general physicians in general. So thank you very much for this opportunity, and hopefully this opens the door for future collaboration with this organization, TICA.
Na mtazamaji wa Asam Online TV, nadhani umepata kushuhudia mafunzo haya kwa vitendo ambao madaktari hawa wameweza kutufahamisha ama wameweza kufahamisha umma juu ya kuhusiana na mafunzo haya ambayo yametolewa kuhusiana na kukabiliana na majanga mbalimbali ambayo yatakabili hapo siku za mbeleni, tunasema hivyo. Lakini pia nilikwambia kwamba mafunzo haya yataenda kufungwa na Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mgereza, na ni kweli yameweza kufungwa. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Nikusihi endelea kuangalia vipindi vinavyoendelea ndani ya Asam Online TV. Pia nikusihi usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili wa kwanza kupata video zetu.